Waliendelea kumchapa sana bila kujua kwamba huyu mwanamke alikuwa ni nani. Waliendelea kumtusi na kumtembeza kwenye jua wakiamini ya kwamba kwa sababu ni mwanamke mwenye nywele nyeupe basi hataweza kulivumilia jua, hivyo ngozi yake itaungua kutokana na miale, bila kujua ya kwamba mwanamke huyu amewahi kusimama kwenye moto usiku mzima na ndipo wakazaliwa wale dragon. Hatimaye walifika na Faster wakampeleka Daenerys kwa kiongozi wao ambaye alikuwa anaitwa Khal Moro, na Faster wake zake wakaanza kumuonea wivu mwanamke huyu na kumwambia kiongozi amuue kwa sababu wanawake wenye macho ya blue huwa wanakuwa ni wachawi. Khal alifika na alipojaribu kumvua nguo zake, ghafla mwanamke huyu alianza kuzungumza kwa lugha yao, kumbe muda wote alikuwa anawasikia. Na huyu ni mjane wa aliyekuwa kiongozi aliyepita kabla ya huyu Khal Moro. Khalisi mireni, khalisi mandati man roinari mataki, khalisi maravoshi, javorshi vea varak. Jamaa walimcheka sana huyu dada kwa dharau, lakini ghafla wote walinyamaza pale ambapo huyu dada alitaja jina la kiongozi wao aliyepita aliyekuwa anaitwa Khal Drogo. Basi Khal Moro kwa heshima alimwachia mwanamke huyu, kwani mjane wa kiongozi aliyepita hatakiwi kuguswa, na pia Faster akamkatia kamba za mikono. Basi bidada aliaga ili kuondoka, lakini Khal Moro akamwambia, wewe tayari ni mjane wa kiongozi, unatakiwa kwenda Dothraki kuendelea kumuenzi mumeo milele. Ndipo bidada akajua yupo kwenye tatizo kubwa, kwa sababu lengo lake ni kupata hili jeshi na kwenda kuwa kiongozi wa falme zote 7. Ilibidi aanze kufikiria namna ya kutoka eneo hili haraka. Sasa atatumia njia gani kutoka eneo hili? Niandikie neno next nami nitahakikisha unapata mwendelezo.